Mungu hawezi kujishughulisha na jambo lolote ambalo tayari ameshaliweka ndani ya nguvu zako, ameshaliweka ndani ya uwezo wako, ameshakupa. Ni maamuzi ya kutumia hiyo nguvu ulionayo uweze kuchukua ama la. Sasa tuna Wakristo wengi waombaji wazuri, lakini wana nguvu kubwa sana pia ya kufanya baadhi ya mambo, na mambo mengine wanahangaikia kuyaombea, na mambo hayo pengine hawatakiwi kuomba, wanatakiwa kufanya. Yako ndani ya uwezo wao, yako ndani ya nguvu zao. Si kila kitu utamuomba Mungu atakufanyia. Atakufanyia vile ambavyo viko nje ya uwezo wako. Vilivyo ndani ya uwezo wako utatakiwa kufanya. Unasema, mtumishi, imekaaje? Wakati wana wa Israeli wanatembea kutoka utumwani Misri kuelekea nchi ya ahadi, wakiwa jangwani, chakula kilikuwa nje ya uwezo wao kwa sababu walikuwa jangwani. Walikuwa hawana mahali wataweza kupata chakula wala maji. Maandiko yanasema kwamba Mungu alikuwa anadondosha chakula, walikuwa wanapata divine provision, walikuwa wanapata chakula kutoka kwa Mungu, kinashuka, kinaitwa mana. Lakini walivyoingia katika nchi ya ahadi, chakula kilikoma. Kwa nini? Maana yake ni kwamba mazingira yaliyopo yako ndani ya uwezo wako. Unaweza ukalima, unaweza ukapanda na ukapata chakula ukala. Sasa shida ya Wakristo wengi, mpaka vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wao wanataka kuomba.